watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia katika hii channel yetu ya hospitali ya Rahma iliyopo Kilimani pale mjini Zanzibar. Tupo katika kisiwa cha Pemba na tupo katika eneo linaloitwa Kiwani au Kendwa Kiwani. Tupo katika kituo cha afya cha Kendwa Kiwani leo tukiwa ni zoezi letu la siku ya 3, tukiwa pamoja na daktari bingwa Dr. Ahmed Al-Waili kutoka Oman, ambaye ni daktari bingwa maradhi ya ngozi. Kwa hivyo ni daktari ambaye anajitolea mara kwa mara kuja katika visiwa vyetu kuwasaidia hasa wale ambao hawajiwezi au wale ambao uwezo wao mdogo, kwa sababu tunawasaidia kumwona daktari huyu bure, na pia kwa wale wasiomudu kununua dawa wanapewa dawa zile bure. Kwa hivyo tunaendelea zoezi letu ndani ya kisiwa hichi cha Pemba, na leo tupo hapa katika hospitali hii au kituo cha afya hichi cha Kendwa katika eneo la Kiwani. Kwa hivyo nawakaribisha mfuatilie sana vipindi vyetu hivi. Na tunao wagonjwa ambao wengi wameshapata matibabu na wengi wameshatoka. Na hapa pembeni naye ndugu yangu mmoja ambaye ametoka tu kumwona daktari sasa hivi. Nataka ni mhoji kiasi gani furaha yao kwa kupata ujio huu wa daktari bingwa. Ndugu yangu, kwanza jina lako unaitwa nani? Naitwa Muhammad Maktuba Abdullah. Muhammad Maktuba Abdullah. Wewe ni mkazi wa hapa au umetokea wapi? Ni mkazi wa Mtangani Pemba. Mtangani Pemba. Kwa kuna umbali kidogo kutoka huko mpaka hapa. Ulisikia vipi tangazo hili mpaka ufika hapa? Niliona online. Online nikaona kama kuna madaktari watakuja kutoa matibabu ya ngozi, kwa hiyo kaona kwa vile na matatizo. Wewe umeshamuona daktari sasa hivi? Tayari tunaona. Hebu waelezee watazamaji kiasi gani furaha yako na kiasi gani daktari kule alikupokea vipi? Nashukuru kwa mapokezi mazuri ambayo kwa daktari alipokea, alitupa huduma nzuri na tukaelezea zile shida zetu na akatuelewa na akatupa dawa. Umepata dawa pia? Nashukuru umepata dawa. Asante. Basi na sisi tunafurahi kwa ujio wenu kwamba mmeitikia mwito. Asante. Na lengo letu ni kuwafikia nyinyi na kuwafikia wengi, hususan katika kisiwa hiki cha Pemba. Asante sana. Watazamaji wetu, basi mpaka hapa tunakuomba uzidi kuendelea tu katika kufuatilia vipindi vyetu na channel yetu hii ya Rahma. Yapo mengi mafundisho na maelezo ambayo unaweza kufaidika kutoka hospitali ya Rahma na channel yetu. Shukran sana. Jina lako? Jina lako? Arkam. Umri? Mashaallah. Shida yako? Nawasha? Kidogo au sana? Kidogo. Muonesha. Baada akule tu. Baada akula chakula 1 month. Okay? Baada akule. Haya. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Dr. Ahmad, nafanya kazi hospitali ya Kinyasini Wete, na ni daktari wa ngozi na maradhi ya sehemu za siri, yani maradhi ya washarati, ambaye kwa sasa niko katika mzungumko wa kliniki za ngozi pamoja na daktari Ahmed from Oman, ambaye ni daktari anayekuja kila baada ya mwaka. Anakuja kwa kushirikiana na hospitali ya Ar-Rahma iliyopo Zanzibar, ambayo inafanya kazi kubwa kwa kumleta daktari huyu wa ngozi bingwa ambaye anaangalia wagonjwa sehemu tofauti. Mara hii tulipanga tunaenda vituo tofauti vya afya, ikiwemo jana tulienda kituo cha afya cha Bogoa ambao tulipata kesi takriban 177, ambao ni kesi nyingi, ni kesi zinazotokana na mazingira ya hali ya hewa. Na pia tumekuja leo hapa katika hospitali ya Kendwa, maeneo ya karibu na Kengeja hapa Koani, ambako tumepata kesi takriban 140 zinazohitaji huduma za hospitali nyingine, na nyingine tumerefaa, nyingine tumegawa namba za simu kwa ajili ya kuzifuatilia zaidi, na wengine tumechukua namba zao za simu
kwa ajili ya operation na nyingine kwa ajili ya vipimo na kwa ajili ya dawa zaidi. Na pia tunatarajia kuendelea na kambi hizi kwa muda wa siku 3 mpaka 4 mbele, kutokana na hali inayoendelea katika nchi za Kiarabu. Daktari huenda akaondoka mapema, ambako Omani kuna matatizo kidogo yanaendelea kujitokeza sehemu tofauti za nchi. Kwa hivyo huenda tusifike baadhi ya hospitali ikiwemo Mzambarauni, sababu lengo kesho tuende hospitali ya skuli ya Chanjani ambako Chanjamjawiri ambako tutaweza kuona kesi hizo za ngozi, na pia tutaweza kwenda hospitali ya Tumbe, kituo cha afya cha Tumbe. Kwa bahati mbaya pia tunaweza tukakosa kwenda hospitali ya Amal ambako pia ilikuwa katika ratiba. Na mwitikio mzuri ambao tumeuona kutokana na jamii imeitikia vizuri na kipindi hichi cha sikukuu, basi inatuonyesha wazi kwamba jamii inahitaji huduma hizi za afya ya ngozi ili kuweza kupata dawa za kutosha. Kama daktari anapokuja, kuna stoki nyingi sana za dawa, nyingi sana. Mgonjwa mmoja anaweza kaondoka na dawa hata 7, 8 mpaka 9 au 10 wakati mwingine za kupaka, ambazo kila kichubu moja pengine na ujazo wa gramu 20, 15, kuonyesha kwamba anajali yani jamii ipate huduma ya kutosha. Kwa hivyo ni wito wangu kwa hospitali au kwa serikali pia kuweza kufanya jitihada hizi za kuscreen, yani ya kutafuta haya maradhi. Yapo na maradhi mengi tunayoona ni yanahusiana na mazingira, ambayo kwa kitaalamu tunaita prurigo simplex, kutokana na mbu na wadudu. Kwa hivyo panahitajika ifanyike tafiti hasa kuweza kuonyesha kwa nini watu wengi wana matatizo haya ya prurigo simplex, yani vipele vya miguu, mikono, ambayo tafiti ziko, lakini kwa mujibu wa mazingira yetu, kwa nini hii hali inajitokeza, kwamba watu watumii vyandarua au kuna wingi wa wadudu au kuna matatizo haya yanasababishwa na kitu gani. Kwa hivyo wito wangu wa pili ni kuhusiana na madaktari kutoka nchi tofauti, watu tembelee kama anavyotembea Dr. Ahmed na kujitoa kwa ajili ya kusaidia jamii yetu ya Pemba na Zanzibar kiujumla. Kwa hivyo baada ya hayo machache, nadhani nitoe shukurani kwao Ar-Rahma hospitali pamoja na daktari, nitoe shukurani kwa serikali, Wizara ya Afya kwa kushirikiana nao vizuri na kutuletea madaktari tofauti, na pia vile nitoe shukurani kwa jamii kuweza kuitika vizuri, na hawa ambao bado hatujawafikia basi tukiwafikia waitike vizuri ili tuweze kuendelea na huduma hizi kama inavyopaswa. Asante sana.